hii tupe kiscience. Simba hii tulikuwa tunaiona msimu juzi kwa Young Africans. Yes. Alikuwa akirudi kipindi cha pili na kuwa bora sana. Yes. Safari hii tunaiona kwa Simba. Nini hasa huwa kinafanyika? Wakati sisi kikawaida ambao hatuna taaluma ya udaktari, tunajua kwamba dakika 45 za kwanza ukirudi mtu utakuwa umechoka, lakini wao wanarudi wakiwa bora zaidi. Kikubwa ni fitness ya wachezaji. Yes. Kinachotokea ni kwamba wachezaji wa Simba sasa hivi naona mwalimu wa viungo amefanya kazi yake vizuri. Yes. Wachezaji dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 unaona bado wana nguvu na uwezo wa performance ya miili yao binafsi. Yes. Kwa hiyo kinachotokea sio kwamba wanakuwa wameongeza zaidi ubora, isipokuwa mpinzani anakuwa ameanza kuchoka. Kwa sababu wakati mpinzani anachoka, wao wanaweza kumaintain nguvu walizonazo. Yes. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni strategic play tunaita. Uchezaji wa kuangalia uwezo wako wa kiutimamu na namna ya kuzitumia nafasi huku ukibana nguvu. Unaweza kuona kwa mfano Simba hapa kuna dakika kadhaa ambazo walikuwa wanaamua kucheza mpira kwao. Yes. Kwa katikati ya uwanja kuja kwao wanacheza pasi zaidi ya 8, 10, 15. Yep. Na hiki kama unakumbuka msimu jana Young Africans pia ndio kitu ambacho walichukua wanakifanya. Sahihi. Kwa sababu makocha wengi wakubwa wanasema njia nzuri ya kushambulia ni kuingiza forward line. Yep. Njia nzuri ya kukaba kwenye mechi Yes. ni kuingiza forward line ambayo itakwenda kushambulia. Yep. Ili kumzuia adui asije kwako. Yes. Lakini njia nzuri ya kupumzika unapokuwa uwanjani ni kuhakikisha mpira uko mikononi mwako. Weka mpira miguuni kwako, cheza pasi fupi, cheza pasi za nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Yep. Kaa kwenye nafasi. Hii itakupa nafasi ya nyinyi kupumzika. Na hesabu sekunde 30, sekunde 50, dakika 1, dakika 2 mnaweza kuwa maintain kubaki na mpira mguuni. Yes. Kwa hiyo Simba sasa hivi wamekuwa wakifanya kitu cha namna hiyo na imekuwa ikiwasaidia sana kwa sababu sio kila wakati mpira unahitaji the same pressure. Sio kila wakati mpira unahitaji the same speed. Kuna wakati speed up, kuna wakati unapunguza speed kidogo ili uweze kukutengenezea mazingira sahihi ya kutengeneza utimamu wa mwili. Yep. Mind sisi ni binadamu, wachezaji ni binadamu sio robot. Yep. Kwa hiyo zipo nyakati ambazo pia mwili unahitaji kupumzika. Mwili hauhitaji kuwa hyperactive kila wakati. Yes. Kuna wakati unahitaji kupumzisha mwili, na katika mazingira gani wakati mchezo unaendelea? Mazingira salama ni hayo. Hakikisha mpira unakuwa upande wako, hakikisha wewe ndio unayemiliki mchezo kwa wakati huo. Unaweza kuona leo Simba walikuwa wanacheza kwa vipindi, kwa awamu. Yaani walikuwa wanagawa zile 15 dakika 15 za mchezo. Yeah. 15 za kwanza wameanza kwa kasi. Walipoona hawa jamaa wanataka kutuzoea, 15 za pili kwenye 5 za kwanza Simba wali slow down kidogo. Yes. Lengo la slow down ilikuwa ni kutengeneza nguvu ili dakika 10 zinazofuata kwenye 15 za pili wacheze tena kwa kasi. Na ndio tempo ambayo walikuwa wameenda nayo mpaka imekuja kuwapatia matokeo kipindi cha pili. Yes. Yes, unaweza kuona pia hata kwenye kuelekea dabi tunakoelekea, Young Africans wanatakiwa pia wawe makini sana na wachezaji wa Simba. Yes. Kwa sasa hivi kwa sababu Simba hii sio Simba ile. Na Young African tunajua Young Africans hii sio Young African ile. Lakini kuna kitu Simba kimeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Yeah. Kasi ya mchezo, Yes. matumizi sahihi ya akili, matumizi kukaa kwenye nafasi. Yep. Wamebakiza kitu kimoja tu. Yes. Matumizi sahihi ya nafasi wanazozipata, kuconvert nafasi kuwa magoli. Simba wakifanikiwa na hapo, itakuwa ni moja kati ya timu hatari sana katika zoni hii ya Afrika Mashariki na Kati, kwa maana ya kwamba watakuwa wana uwezo wa kupata magoli mengi sana katika mchezo kila wanapokutana na timu pinzani. Yeah. Young Africans tunajua timu yao ni nzuri, lakini kuelekea dabi hii ya tarehe 29, Yes. wana wachezaji wao muhimu watawakosa. Yep. Wanamkosa Ibra Baka, wanamkosa Dickson Job. I mean wanamkosa Mudathir Yahya, Yeah. wanamkosa Dickson Job. Yeah. Wana squad list kubwa, wanaweza kutumia wachezaji wengine, lakini kimsingi wanahitaji sana kuwa makini. Yes. Na kuangalia namna ambavyo watauendea mchezo huu, sio katika hali ile ya kawaida, sio katika hali ya Simba ile waliowazoea. No, waende kwa tahadhari kubwa, kwa sababu Yanga iko bora na Simba iko bora. Kwa misingi hiyo, ni mchezo ambao makosa madogo yanaweza kusababisha madhara makubwa. Yeah. Hicho ndicho ambacho mimi nakiona katika mchezo husika. Yes. Steve Mapunda, tumeiona Young Africans ambao ni bora kipindi cha kwanza, kwa sababu tangu robo finali mpaka wanaenda finali, idadi kubwa magoli ambayo wamefunga Young Africans ni kwenye first half. Lakini Simba ni bora kipindi cha pili, magoli yao yote wameyafunga second half. Kinatengeneza nini kuelekea kwenye dabi hii ya tarehe 29? Mimi ninachokiona
ni kwamba ni sawasawa kama wale waliosoma physics wanaelewa, ukizungumzia equilibrium kwamba kunakuwa na load, kunakuwa na effort na kunakuwa na pivot, na pia katikati kunakuwa na mkanda ambao unakuwa una balance kati ya load na effort, na pivot ili iweze kubalance lazima iweze kukaa katikati, lakini kukaa katikati kwake kunategemeana na uzito wa pande zote mbili. Kama uzito unakuwa sehemu moja upo mkubwa zaidi kuliko mwingine, basi pivot itasogea kwenye kwa ambaye mzigo mwepesi zaidi ili kuweza kutoa balance kwa eneo ambalo lina uzito mkubwa. Na ndivyo hivyo ilivyo. Sasa ukiangalia kwa upande wa Simba, equilibrium ambazo wanazitengeneza kulingana na intensity game ambazo wanakutana nazo, wanajua kabisa kwamba huyu ninayekutana naye intensity yake iko chini. Kama iko chini, ili niweze kutengeneza balance, ili mimi nisiumie na pia yeye pia niweze kupata game ya kuweza kucheza, kuweza kuwapa wachezaji wangu ile time ya kucheza mpira kweli, basi inabidi niweze kupunguza idadi ya wachezaji ambao wanaweza kuumaliza mchezo afu nisione weakness kwenye kikosi changu. Na ndio maana unaona Simba anakutana na timu ya mafunzo, anamweka nje Libase Gwaye, anamweka nje Anicet Ura, anamweka nje Clatous Chama, anamweka nje mtu kama Shomari Kapombe, anamweka nje Suleiman Mwalimu, anamweka nje. Lakini sasa ukiangalia kama anakuja kukutana na Lese Azam akiwa full mkoko, usiamini kwamba anaweza katengeneza hivyo, kwa sababu nimesema mpira ni mchezo wa kubalance, ni mchezo wa balance, kwamba lazima uweze kubalance equilibrium. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika hiki itakuwa ni mapema sana kusema kwamba Yanga anakuwa bora kipindi cha kwanza, Simba anakuwa bora kipindi cha pili. Inakuwa ni mapema zaidi kwa sababu ya intensity ambazo wanakwenda kukutana nazo. Yes, of course Yanga amekuwa bora kwenye mechi ya kwanza, anashinda goli nyingi zaidi kipindi cha kwanza. Alikutana na timu yenye intensity ya chini, yeye akaweza kuingiza watu ambao wako katika kiwango bora sana. Ukiangalia mechi ya pili amekutana na timu yenye intensity kubwa, na yeye akaweka wachezaji wake bora zaidi na akaweza kufanikiwa katika matukio. Ingawaje ukiangalia Azam alifanikiwa katika maeneo mengi ya umiliki wa mpira, alifanikiwa katika maeneo ya kuweza kupiga pasi za kutosha, umeelewa vizuri, lakini Yanga aliweza kufanikiwa katika kila tukio sahihi, alilifanya kwa usahihi. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa hapo katika eneo hilo inakuwa ni mapema sana kuweza kung'amua nani ambaye anakuwa bora kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Lakini ukiangalia Simba kwa nature yake, ilikuwa ikifika dakika ya 60 huko nyuma inakata moto, lakini kwa sasa umeiona inaanza kupotea hiyo. Ikifika dakika ya 60 Simba wanaanza kuamka upya. Na kwa nini wamefanikiwa hiyo? Kwa sababu mpira ni mchezo wa majibu, mpira ni mchezo wa maswali. Mwanzoni Simba walikuwa na Kip Dennis, walikuwa na Elim Panzu Kibisawala, walikuwa na Morris Abraham. Hawa ndio walikuwa fact player katika timu ya Simba Sports Club. Na baada ya hapo walikuwa wanapata wakati mgumu zaidi kwenye kutengeneza mazingira. Hawa watu watatu ukiweza kuwabana, Simba wanakosa uelekeo. Lakini kwenye dirisha dogo wanaongezeka Libase Gwaya, anaongezeka Ino Luemba, anaongezeka na Anicet Ura. Hawa walioongezeka wamekuja kufinya nafasi ya Morris Abraham ambayo yupo ndani ya kikosi, wamefinya nafasi ya Elim Panzu Kibisawala. Na hawa sio wachezaji wabovu, ni wachezaji wazuri. Kwa hiyo sasa unaenda kutengeneza balance, sasa ndio ambao ninaizungumzia. Wakati una uwanjani unaye Anicet Ura, unaye Libase Gwaya, wakati ule ambao sasa wanakwenda kukata moto, unakwenda kumuinua Elim Panzu Kibisawala, una Ino Luemba ndani ya kiwanja. Kwa hiyo inabaki kwamba ile intensity inabaki kwa pale pale. Kama unakutana na mchezaji ambaye timu ambayo imeshajimaliza zaidi, wewe unajikuta unaamka upya wakati mwenzako ameshakata moto. Hiyo ndo ambayo Steve Barker amefanikiwa zaidi kwa kipindi hiki, kwamba anapoanzisha moto wa kipindi cha kwanza, akija kipindi cha pili anakuwa na moto ule na imeweza kuwa bora zaidi. Kwa hiyo inakwenda kupelekea finali itakuwa ya kuvutia, itakuwa bora sana dhidi ya Young African. Itakuwa finali ya kuvutia na finali bora sana ambayo tutaenda kuishuhudia visiwani Zanzibar tarehe 29. Alafu tutapumzika siku kadhaa, tutaenda kushuhudia dabi ya Kariakoo katika dimba la Meja Jenerali Samuyo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Asante kwa wote ambao tulikuwa wote mmekuwa mkipata mambo mbalimbali kuhusiana na mchezo wa leo, lakini pia kuelekea na dabi ya Kariakoo. Tutakuja kuzungumza tena kiundani zaidi.